Je, wajua kuwa sikukuu ya Emmanuel, yaani Christmas, linatokana na maneno mawili ya Kiingereza. Maneno hayo ni Christ na Mercy. Christos likimaanisha aliyetiwa mafuta. Katika Biblia, kutiwa mafuta ni kuchaguliwa kwa kazi maalum ya Mungu, kufundisha, kuongoza na kuleta wokovu. Yesu alitiwa mafuta si kwa cheo cha kifalme, bali kwa jukumu la kuleta huruma, unyenyekevu na tumaini kwa binadamu wote. Mercy ni neno la Kiingereza likimaanisha mkusanyiko wa kusherehekea tukio hili la kipekee. Watu wakikusanyika kwa tukio fulani ambalo si la kawaida. Christmas si sherehe tu ya chakula au zawadi. Ni kumbukumbu ya kuzaliwa ya mtu ambaye si wa kawaida, aliyegusa dunia yote kwa maisha yake. Yesu, Emmanuel, Mungu pamoja nasi, alizaliwa katika familia ya kawaida kabisa. Mama yake alikuwa akiitwa Mariamu. Alikuwa mwanamke asiye na mamlaka au cheo chochote. Alizaliwa Bethlehem wakati dunia ilikuwa chini ya utawala wa Waroma, karne ya kwanza. Hakuna tarehe halisi iliyoandika kwamba Yesu alizaliwa tarehe ipi na siku ipi. Jambo la muhimu ambalo tunafundishwa si siku pekee iliyo muhimu, bali tukio lenyewe la kuzaliwa Kristo, yaani Mungu pamoja nasi, Emmanuel, mzaliwa aliyeleta tumaini, huruma na unyenyekevu. Kabla ya Ukristo, sehemu mbalimbali za dunia zilikuwa zikisherehekea miungu yao. Kwa mfano, Waroma walimsherehekea Saturni, mungu wa majira ya baridi na mashamba, wakigawana chakula, zawadi na wakisherehekea wakati wa giza na siku fupi za jua. Wagiriki walitazama nyota, mzunguko wa jua na mwezi, wakitafakari maisha na nafasi ya mwanadamu katika ulimwengu. Hizi zilikuwa njia ya heshima kwa miungu yao na kuendeleza tamaduni zao, ishara kwamba binadamu alitafuta mwongozo na maana katika giza la majira ya baridi. Na sehemu mbalimbali za dunia walikuwa wakiabudu miungu yao kulingana na tamaduni zao. Tokea karne ya kwanza, mwaka wa 33 baada ya kufa Kristo, hadi karne ya 4, takribani miaka 300, Wakristo hawakuwa na siku maalum ya kusherehekea Krismasi au siku ya Emanueli. Katika kipindi hicho walijikita zaidi katika kuhubiri mafundisho ya Yesu Kristo, kuishi katika jumuiya za waumini na kukumbuka mateso, kifo na ufufuko wake, hasa kupitia Pasaka. Baadaye katika karne ya 4, kanisa Katoliki, likiwa ndilo kanisa pekee duniani linaloongoza na kuunganisha Wakristo wengi chini ya uongozi wa Papa Julius wa kwanza, ambaye alikuwa ni askofu wa jimbo la Roma, alianzisha rasmi sikukuu ya Emmanuel, yaani Christmas, tarehe 25 Desemba mwaka 336. Hapo ni miaka 300 imepita baada ya kufa Kristo, kama sherehe ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo na kukumbuka nuru ambayo ilikuja ulimwenguni. Desemba ilikuwa tayari kipindi cha sherehe za hiyo miungu ya Saturnalia na mitazamo ya kale ya majira ya baridi. Kanisa liliunganisha tukio hilo la kiroho la kuzaliwa kwa Yesu na historia hii. Watu wakaacha kwenda kuabudu siku hiyo miungu yao, wakaenda makanisani. Tukio lile likawa ishara ya tumaini jipya. Watu wakapata mwanga mpya, huruma na unyenyekevu ikatawala, likaunganisha historia ya binadamu na tukio la kiroho. Watu wakaenda makanisani badala ya kwenda kuiabudu hiyo miungu yao ya jua, yaani Saturnalia, miungu ambao walikuwa wakiamini inawaletea mazao na vitu tofauti tofauti. Kadri karne zilivyopita, Christmas ilibadilika. Watu walikusanyika pamoja, kuimba, kula, kucheka na kushirikiana. Nyimbo, miti na desturi za kale ziliunganishwa na hadithi ya Yesu, zikibeba maana mpya. Maisha ya Kristo yote yakituma sherehe kueneza huruma na upendo wa Mungu. Baada ya hapo, miaka ikaenda na miaka ikasogea mpaka karne ya 16, ambapo mpasuko wa kanisa ukatokea. Makanisa mengi yakaanza kuzaliwa, yakitoka katika Ukatoliki na mengine yakianzia tu pasipojulikana. Na baadhi ya makanisa yakapinga kusherehekea katika siku hiyo ya tarehe 25. Miongoni mwa hayo madhehebu au makanisa ya Kikristo
ni Jehovah Witness, yani mashahidi wa Yehova, wa Seventh Day Adventist, Eastern Orthodox Church, maana yake kanisa la mashariki la Kiorthodox, Baptist, yani Wabaptisti walioko katika matawi fulani hivi, Pentecost Holiness Churches, kanisa la Kipentekoste, Church of Christ, wa Aminish, pamoja na non-denominational conservative churches. Licha ya hayo yote, kwa kila mmoja chaguo la kusherekea au kutokusherekea tarehe 25 mwezi wa 12 ni sehemu ya historia yao ya Kikristo na tafsiri yao ya kiimani. Lakini historia na mafundisho ya Kikristo yanaonyesha wazi kuzaliwa kwa Yesu aliyetiwa mafuta ni tukio la milele, limeleta huruma, tumaini na mwanga kwa dunia. Inatufundisha kuwa kwa maneno, matendo na moyo wetu tunaweza kueneza mwanga wa Kristo, tumaini na huruma. Mwanga wa Kristo unaweza kufikishwa kwa kila mtu bila kujali madhehebu au historia zao. Ni mwongozo wa milele, kuwa mwanga katika giza, kuwa tumaini kwa walio wanyonge na kueneza huruma kwa kila mtu unayekutana naye.